Sokoine. Kuna sintofahamu iliyotokea kwenye mtaa wetu. Kumeingia upimaji usioshirikishi wowote kwa wananchi wa kata ya Ipala. Kunapimwa kukiwa na silaha za moto, mabomu ya machozi. Wananchi wakijaribu kwenda kuhoji hawasikilizi chochote, wanakamatwa na kuwekwa ndani. Tarehe 28 ya mwezi wa pili, wenye viti watatu walikamatwa na kuwekwa ndani. Siku waliokamatwa tarehe 28, zoezi la upimaji ndipo lilipoanza rasmi. Kwa hiyo mpaka hii leo tunapozungumza, upimaji unaendelea na maaskari wakiwa nyuma na mitutu. Hakuna ushirikishwaji wowote uliofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukuombe utusaidie. Waziri Mkuu, tunakuomba utusaidie sana kwenye kipande hicho. Mtaa wa Sokoine hauna kwa kukimbilia hata kipande kimoja, lakini ndiko walikosema kwamba wao ni eneo la kwao la serikali. Sasa kama ni la kwao la serikali, kwa nini wasije wakae na wananchi wawasikilize? Mnabishana. Huyo hebu kijiji chako kinaitwa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi natoka Mahomanyika, kata ya Nzuguni. Kwa majina naitwa Harold Mbuko Chalinze. Nzuguni, kata ya Nzuguni. Wenzako wako wangapi? Nyoshe mikono. Tuko 2000 na kitu hapa. Katika mgogoro mzima ni 2000 na kitu mheshimiwa. Kwa hapa ni 40. Kwa hapa tuko 40. Hebu tuambie shida ni nini? Asante. Shida ni ardhi. Tunanyang'anywa ardhi. Yaani tumeshanyang'anywa ardhi na halmashauri ya jiji la Dodoma. Wakieleza ardhi hiyo ni eneo la serikali. Wamekuja kupima kwa kutumia nguvu zaidi, wakitumia bunduki, lakini wamesheni mabomu ya machozi kwa wananchi wa kawaida mheshimiwa. Wanakosa amani, yani tumekosa amani hata sasa. Mheshimiwa Waziri, mimi binafsi nimekufuatilia sana hata ulipokuwa ziarani kule Manyara. Nimekufuatilia mpaka unatoka Singida tarehe 4, tumekuja umenipita sehemu moja Kilimatinde katika msafara wako. Nipate kuwasilisha kilio chetu tu, lakini sasa na mimi nasema mwana wa mfalme anapofanywa jamala, na mimi pia nitazamwe kwa jicho la tatu mheshimiwa. Ardhi hii wanasema ni ya serikali, lakini kama ilikuwa ni ya serikali, mtindo unaotumika wa silaha, bunduki na mabomu, inakuweje eneo lao halafu wawe na zana kama hizo? Lakini kama kuna shughuli yoyote ya muhimu kwa ajili ya matumizi ya serikali, kwa nini wasikae na wananchi tukaongea? Tamaduni wetu wa Tanzania ni kukaa juu ya meza kuongea, mnamaliza mnaafikiana. Haya, mko wangapi mmesema? 40 tuliopo hapa pamoja na Inweni mazi. Haya, sasa kati yenu nimeona wewe umeshafanya shughuli ya uongozi, umesema ulikuja mpaka Manyara, umekuja mpaka Singida. Ndio. Sasa wewe na wenzako, chukua na wenzako hata kama 3 hivi. Ili mjiandikishe, tutakuita ili wawepo watu wa jiji, wawepo na watu wa wizara. Ili tukubaliane namna ya kushughulikia hilo jambo. Kama ni fidia iwe fidia, kama ni maeneo yawe ni maeneo. Si ni sawa ndugu yangu? Alafu tukishamaliza wewe utawatafuta wenzako pamoja na viongozi wa serikali, watakuja kuwapa taarifa ya uamuzi. Si ni sawa hiyo? Basi sogea hapo, nenda kwa katibu wangu pale, wewe na wenzako mtakao jiteua kuja, wapatikane watu 2 watatu ili mje mshiriki hicho kikao. Haya, kijiji kinachofuata wapi? Haya, mpe Bwigiri. Bwigiri mko wangapi? Hebu Bwigiri nyosheni mikono. Bwigiri wanyoshe mikono kwanza. Bwigiri wanyoshe mikono. Bwigiri tunaomba tunyoshe mikono. Ndio nyewe Bwigiri. Haya mama, tuambie. Asante ndugu mheshimiwa. Sisi ni wananchi wa Bugiri Chikuyubi, ambayo maeneo yetu yalitwaliwa kutoka 2008 wakadesign ya kwamba tutapima na mtalipwa fidia. Lakini 11 wakaja kukamilisha kupima. 12 wakalipa waliopitiwa na asasi barabara na nyumba ambazo zilikuwa kwenye vitengo. Tukalalamika kwa nini ardhi hailipwi.
wakarudi kuja kupima ile ardhi 13 tukalipwa. Waliolipa na lakini waliobaki ni wengi. Kila mnapoenda mnafuatia wanasema mtalipwa, tusubirini, bado halmashauri haina hela. Hapo bado tunasubiri, halmashauri haina hela. Tuna maeneo yaliyoko pembezoni mwa barabara kutoka Bugiri kwenda Chamwino. Hayo nayo pia maeneo tukitaka kuyatumia wanasema ni maeneo sio ya kwenu, subirini tuliowagaia wanakuja kuchukua maeneo yao. Na sisi ndio wenye maeneo, wazaliwa wa pale, wakati wanakuja wanatukuta. Hilo nalo hatuna jibu nalo. Baba, tunaomba, mimi niliposimama hapa, mzee wangu tuna eneo tulipimiwa, anayeitwa Mbogo Kajega Chirongani. Tumepimiwa na halmashauri hii ya wilaya Chamwino ya kwamba tupime ili tuongeze hela kwa ajili ya familia. Lakini tulivyopimiwa, unapopeleka mteja ametaka kiwanja anasema hapa hapauziki. Sasa maisha yangu yanaenda wapi baba? Ardhi ni yangu. Aya, ninyi mnaangukia kwa wale wenzetu wa TANROADS. TANROADS mkoa yupo? Hebu tuambie hili mmefikia hatua gani? Aya, wataalamu wetu msiwe mbali, mnaweza mkakaa pembeni hapo, msiwe mbali, tafuteni viti hapo pembeni. Msiwe mbali. Na meneja, tuambie hili la pale barabarani, nadhani tuna mradi mkubwa hapo, likoje hili? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sijamuelewa vizuri mwananchi kwa sababu pale Buigiri tuna maeneo mawili. Tuna barabara ambayo inaenda Kikombo, ambapo kwa sasa tunaendelea na taratibu za fidia. Ni barabara ambayo inaenda makao makuu ya jeshi. Na hizi zingine kubwa? Barabara kubwa kwa sasa eneo la road reserve ni mita 22.5, ambapo tayari serikali inalitambua hilo eneo na wananchi wanafahamu ni eneo la serikali. Tuna eneo la reserve ya barabara ambayo imeongezeka ya mita 7.5. Wanasema tangia wapimiwe hawajalipwa. Hebu wale wa Buigiri sogeni huku pembeni huku karibu na meneja. Warusuni wasogee karibu na meneja huku. Ngoja tumalize hili moja, tunarudi kwenu. Inaitwa Ipala. Tulieni Ipala Wale wa Ipala ndio mtakaofuata. Ngoja nimalize kusikiliza hili la Buigiri. Na unasema Njiro? Tulieni tutamaliza tu. Ngoja tusikilize, ngoja tumalize hao wa Ipala. Ngoja tumalize hao wa Buigiri. Ngoja tumalize ya Buigiri, tunakuja kwenu. Wote nitawasikiliza. Tulieni wote nawasikiliza. Tulieni tu. Kaeni na amani, nawasikiliza. Tulieni, ngoja tumalize hili hapa. Aya, sasa tuwasikilize Ipala. Ipala wako wapi? Msemaji wao ni yupi? Hebu Ipala wanyoshe mikono. Tuko tu wengi, idadi ya Ipala. Tumpate msemaji wa Ipala. Sogea hapa kidogo. Nakusikia. Wenu wa Ipala Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Filimoni Daudi Mazengo, natokea kata Ipala, mtaa wa Sokoine. Kuna sintofahamu iliyotokea kwenye mtaa wetu. Kumeingia upimaji usioshirikishi wowote kwa wananchi wa kata ya Ipala. Kuna pima kukiwa na silaha za moto, mabomu ya machozi. Wananchi wakijaribu kwenda kuhoji hawasikilizi chochote, wanakamatwa na kuwekwa ndani. Tarehe 28 ya mwezi wa pili, wenye viti watatu walikamatwa na kuwekwa ndani. Siku waliokamatwa tarehe 28, zoezi la upimaji ndipo lilipoanza rasmi. Kwa hiyo mpaka hii leo tunapozungumza, upimaji unaendelea na maaskari wakiwa nyuma na mitutu. Hakuna ushirikishwaji wowote uliofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukuombe utusaidie. Waziri Mkuu, tunakuomba utusaidie sana kwenye kipande hicho. Mtaa wa Sokoine hauna kwa kukimbilia hata kipande kimoja, lakini ndiko walikosema kwamba wao ni eneo la kwao la serikali.
Sasa kama ni la kwao la serikali, kwa nini wasije wakae na wananchi wawasikilize? Mnabishana na nani? Ni jiji ni huku Chamwino? Naam. Mnaangukia kule jiji au Chamwino hapa? Jiji ndilo linalosimamia hiyo shughuli. Ni wa kule jiji. Ndio. Mkurugenzi wa jiji, hebu tuambie hili jambo likoje? Hebu Waipala sogeni huku anakoongelea mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo la Ipala. Tusikilize moja moja, tumalize hoja moja moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo la Ipala linaungana pamoja na eneo la Mahomanyika. Linaungana na Mahomanyika? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ambao Mahomanyika uamuzi tumesema tutakuwa na kikao. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kikao cha jiji pamoja na wizara. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, kwani wale ni Buigiri, msiwapitishe huko wao wa Ipala. Ipala subirini hapa, wale kule ni Buigiri. Sasa kwa maana hiyo yule msemaji wao yuko wapi, yule aliyesema? Hebu yule Mazengo sogea hapo, sogea mbele kidogo. Sasa Mazengo, mkurugenzi anasema jambo lenu linafanana na wale wa Mahomanyika kama nimepatia vizuri jina. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa na ninyi hapa wa Ipala teueni watu hata kama watatu tu. Hatutaki tuwasumbue watu wengi. Teueni watu kama watatu hivi. Tutakuja tukae na wizara, TAMISEMI, wizara ya ardhi, jiji, ili tuweze kusikiliza na kushauriana kuhusu uamuzi unaofaa kuchukuliwa. Si ni sawa bwana? Mheshimiwa. Ninyi si mna uongozi unaoweza kuwawakilisha. Ongea tu nikusikie. Nikisema niongee itaonekana napingana sijui na wewe. Nikuombe Mheshimiwa. Kutokana na kutokuwa na ushirikishwaji mzuri, yani ningetamani kabisa ikiwezekana lile zoezi lisimamishwe kuanzia hii leo. Kwa sababu ardhi ingekuwa ya kwao halali, wangekuja wakae na wananchi na wakaongea nao. Jamani, tumekuja eneo hili lilitengwa toka mwaka fulani kwa matumizi haya. Tunaomba sasa sisi tuingie kwenye utendaji wetu. Lakini halijawezekana hilo. Mtaa wa Ipala, kata ya Ipala, of course mtaa wa Sokoine na Azimio kwa ujumla, umezalaulika, una mwenyekiti wala mtendaji. Hata mheshimiwa diwani hatujashirikishwa mheshimiwa. Hakuna sahihi yoyote waliokuja kusaini kama wameingia kufanya kazi. Kama ilikuwa ni rahisi hivyo, kwa nini wasingekuja washirikiane na wananchi wao? Ndio maana nasema hatutachelewesha. Hivi ninavyopanga kesho tu tuwe na kikao. Nikushukuru sana mheshimiwa, alifanyie kazi. Hatuna amani kabisa. Kwa sasa teuaneni hapo mpate watu wawili watatu. Nani na nani atakuja? Mwenyekiti utateua na wenzako utakao kuja nao. Si ni sawa bwana? Akiwemo na Mazengo Mwenyekiti, hebu sema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana. Kwa majina anaitwa Selemani Simon Ngong'oi, mwenyekiti wa mtaa wa Azimio kata ya Ipala. Kama alivyosema mwenzangu, kuna upimaji unaendelea, lakini ule upimaji ni wa kibabe kwa lugha nyepesi. Kwa sababu kama mimi mwenyekiti na ofisi, kuna kitabu cha wageni. Kama lolote linatokea, lazima mgeni afike kwanza ofisi ya mtaa, asaini, atoe maelekezo yake ili aende kwenye site au shughuli iliyomleta. Lakini upimaji ule tutayamaliza yote mwenyekiti. Mheshimiwa, labda nimalizie kidogo. Tukisema tuongee kidogo tunakamata, tunawekwa ndani. Diwani uko wapi? Diwani wa kata hiyo? Ni mjini kule, sawa. Hebu malizia mwenyekiti. Malizia mwenyekiti. Mwacheni mwenyekiti amalizie. Naomba niendelee. Mheshimiwa, kwa zoezi hili ukisema utatusikiliza unapotoka au ukituachia hapa, tuna mashaka na maisha yetu, uhai wetu. Tuliongea kidogo tukakamatwa tukawekwa ndani, tukawa tunatishiwa kule nyinyi mnakinzana na serikali. Kijiji cha Ipala kimeanzishwa mwaka 1971 kikapewa hati 72. Wao wanasema wamekuja 73. Kama wao na sisi, nani katangulia? Kuna makaburi pale ya mababu zetu, kwa lugha tunaita mabuya, wamezikwa mwaka 1915. Kuna Mjerumani pale alimpiga mabuya wetu mwaka 1900, walizikwa kaburi moja watu wanne. Tuna historia pale mpaka Wajerumani wao wanakuja. Lakini leo wanakuja wanatunyang'anya tu, wanasema nyinyi kwanza wagogo, alecha lumba tokeni hapo. Kwa hiyo wanatuonea ardhi zetu. Tumerisishwa na mababu zetu, baba zetu, tumekuwa pale miaka nenda rudi, lakini leo wanasema ardhi yao na wanakuja kupima kwa mtutu. Tukiongea kidogo wanatukamata. Tutakuja tuongee kesho. Tufanye kikao kesho.
Wewe andikisha hapo kwa katibu wangu. Ngoja nimalize maelekezo alafu nawe mama uongee. Kesho ongea na andikisha wewe na watu wako ambao utakuja nao 2 watatu hivi ambao wanaelewa vizuri jambo hilo, ili na wenzetu wa jiji wawepo, na wenzetu wa wizara ya TAMISEMI watakuwepo, na wenzetu wa wizara ya ardhi watakuwepo. Si ni sawa ndugu yangu mwenyekiti? Lakini pia na diwani wako, mtafute na diwani na yeye awepo.